umejaa huzuni, nipone wapimie. Poza moyo wangu, safari ya maisha yangu imejaa minipa. Najua mimi ni dhahabu, kipita kwenye moto itang'aa tena. Poza moyo wangu, nionyeshe njia, nahitaji amani. Maisha halisi na kijumbe brand, nionyeshe njia, kijumbe brand. Nikukaribishe, karibu sana popote ulipo. Hii ni 87.5 Radio Killer FM. Karibu sana tuweze kuanza msimu mpya wa simulizi, na leo tuna simulizi mpya, na tunashukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia maisha halisi. Ndio tunapata darasa, tunajifunza kila siku. Ndio tunapata darasa na visa mikasa ya ndugu zetu, basi tunapata kujifunza kupitia wao. Baada ya kukamilisha simulizi ya rafiki anaitwa Zuhura, leo tuna simulizi nzuri sana. Na ni simulizi ambayo itakupa darasa, itakupa mafundisho makubwa kabisa. Leo tunaye ndugu, tunaye kaka, anatupa simulizi na kisa chake siku tu ambayo alipotuwasilishia hapa. Tulipata nafasi kweli ya kusikiliza na kuifuatilia. Ni simulizi nzuri sana. Basi leo napata nafasi ya kusikika kupitia Radio Killer FM, napata nafasi kusikika kupitia wasaa wa maisha halisi. Upo wapi na unafuatilia simulizi ukiwa wapi? Lakini hapa mimi niko live kabisa kupitia TikTok. Hapa utaweza kunitazama live kabisa. Ukiwa na bando lako, basi ingia tu TikTok, kuandika MC Kijumbe. Utanipata hapo, utanifollow hapo na utaingia moja kwa moja kutazama kila kinachoendelea hapa kupitia Radio Killer FM, na wakati unasikiliza na huku unanitazama live kabisa. Karibu sana. Leo tuna rafiki, tunaye kaka, tunaye ndugu ambaye yeye ametuamini kutupa kisa chake tuweze kusikia mengi aliyopitia kwenye safari ya maisha yake. Karibu sana. Tunaye ndugu anaitwa Mashaka. Tunatumia jina hili kutokana na ukubwa wa kisa chake. Basi wacha tufahamu. Kwa hivyo kwanza tusonge mbele zaidi kupitia jina hili na kupitia kisa chake cha Mashaka. Huyu anatueleza haya kutoka katika ardhi ya Tanzania. Na Mashaka anatueleza yeye amezaliwa Arusha, kwa Arusha, na amepata nafasi kutufikishia simulizi yake ili tuweze kujifunza zaidi. Mashaka anasema, mimi naitwa Mashaka, nimezaliwa katika ardhi hii ya Tanzania. Mashaka anatueleza, Mashaka anasema mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia yetu, na Mashaka anasema kwetu tunamshukuru Mungu, ametupa neema, Mungu ametupa baraka kweli. Mashaka anasema sisi kwetu tuko watoto 7, lakini mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa kwetu. Na Mashaka anasema Mungu ametubariki katika sisi watoto wote, yani watoto wote 7. Mashaka anasema Mungu ametubariki, wazazi wetu ni wazazi wenye upendo, ni wazazi ambao wametupa nafasi, yani kwa maana ya elimu. Ndio Mashaka anasema baba na mama wamehakikisha sisi tunapata yale mahitaji muhimu kwa mtoto, ikiwa ni pamoja na kupata elimu. Mashaka anasema kwa hiyo katika upande wa watu kujisimamia, mimi nitazungumza kwa nafasi yangu, lakini kwetu katika nafasi mtu kujitambua, tunajitambua, mtu kujielewa, watoto wote. Ndio Mashaka anasema
tuna ufahamu wa kutosha, yani tunajitambua, tunajielewa. Mashaka anasema safari ya maisha yangu mimi namshukuru Mungu kwa sababu sisi ni watoto ambao tumefundishwa upendo kwetu. Aliyefanikiwa anamshika mkono ndugu yake. Ndio hivyo sisi tumekulia, tumekuwa hivyo. Ndugu yako anakushika mkono, aliyewahi kufika mjini basi anakushika mkono kuhakikisha kabisa wewe unafika sehemu. Ndio Mashaka anasema sasa kwa sababu mimi ni wa pili wako wadogo zangu. Mashaka anasema hawa wote tumefundishwa kusapotiana, yani kwa maana ya kila ambaye amefanikiwa basi anamsaidia mwenzake. Mimi nimesaidiwa na kaka yangu, yani wa kwanza kuzaliwa, kanishika mkono. Mashaka anasema na mimi na wasaidia ndugu zangu wengine, tumesaidiana kwa mfumo huo. Ndio Mashaka anasema lakini unajua watoto wengi, familia zenye watoto wengi tena, yani kwenye familia hii kuna kuna mmoja ambaye anakuwa na nguvu zaidi. Sijui pengine unakuepo wote, Mungu anachilia hiyo neema, lakini kuna ambaye yeye pengine tunasema kama hata yuko nje, yani yuko nje ya nchi, basi tunasema huyu afike pengine kwenye kikao fulani hayupo, basi tungependa awepo, yani awepo. Yani kuna kila kitu kinapelekwa, lakini fulani akiwepo basi mambo yanakuwa na nguvu zaidi, kuna na kauzito fulani. Ndio na mimi hapa naeleweka, yani kuna namna kuna kuwa na uzito akiwepo fulani. Tukisikia fulani yupo kwenye kikao kuna kuwa na uzito. Mashaka anasema hayo ndio maisha ambayo kwetu yapo. Mashaka anasema yupo kaka, yani ndugu huyu mkubwa wetu kuzaliwa, yeye amepiga hatua zaidi, yeye mwenzetu amefanikiwa. Mashaka anasema yasikie haya, yeye amepiga hatua, mwenzetu amefanikiwa, yani kwa namna ya kwamba ukienda kwake maisha anayoishi ni maisha yenye ya kifahari zaidi. Ndio kwa Mashaka anasema kupitia mgongo wake, kupitia nguvu, sisi wote tunaofuatia tunasaidikika kupitia yeye. Mashaka anasema baba na mama sasa wamechoka sana katika namna ya umri, pia katika namna pia ya kupambana. Kwa hiyo huyu mkubwa ndo anapambana kulikweli, na mimi pia na wasaidia wadogo kwangu. Mashaka anasema siku zikasonga, mara ya kwanza mimi nafika mjini, nafikia kwa kaka na wadogo zangu wao wako bado Arusha. Ina maana nafika mjini mimi nasaidiwa na wengine nao pia wanakuja zaidi, yani tunasaidiana, tunashikana mikono hivyo. Mashaka anasema nakumbuka ndugu yangu huyu, kaka yangu. Mashaka anasema nakumbuka alinisaidia jambo, akaniambia siwezi nikakaa tu hivi, basi wakati nasubiri mipango mingine, masuala ya ajira tena haya, basi nifanye biashara. Mashaka anasema kuna moja ya shughuli zake amekuwa akizifanya, amekuwa naweka watu wanasimamia watu wengine tofauti na sisi ndugu. Kwa hiyo Mashaka anasema kaka aliniamini, akaniambia utasimama hapa, utasimamia vitu vyangu hivi. Mashaka anasema sasa huyu ndugu yangu mimi ni mtu ambaye yuko busy kweli. Kwa hiyo mimi kupewa nafasi ya kusimama hapa ni nafasi kubwa amenipa, ninahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Mashaka anasema kweli nikapata nafasi ya kusimamia moja ya mradi wa kaka. Mashaka anasema kwa hiyo nimeanza kusimama hapa. Huyu kakaangu ana mavitu mengi kulikweli, ana mavitu mengi kulikweli na ni mtoaji hasa. Mashaka anasema lakini yeye hajabarikiwa kuwa na
familia, yani yeye hajabarikiwa kuwa na mke, yani yeye hana mke. Kwa Mashaka anasema siku zinasonga, maisha yanasogea mbele, lakini huyu ndugu yangu yeye hajabarikiwa kuwa na mke. Mashaka anasema wadogo kwangu nao wananufaika kupitia mimi, kwa sababu tumepewa kusaidiana, kusapotiana. Mashaka anasema kwa hiyo mimi hapa kaka inafika tu nasafiri kwa muda kweli. Mimi ndo nasimamia miradi yake na wadogo zangu nao pia wanazidi kusonga mbele. Mashaka anasema siku zinazidi kusonga mbele. Mashaka anasema mimi nimekaa hapa, imefika wakati hata nafasi za kazi nakumbuka sana zilipotoka, basi mimi nikaona hapa mimi pananifaa kweli. Yani pananifaa kwa kiwango na kwa namna, tayari nipo hapa napambana. Mashaka anasema unajua tena nafanya kazi kwenye mikono ya familia, yani hapa niko kaka yangu utaniambia nini? Yani mimi niende nikaajiriwe wakati niko hapa, kila kitu mimi ndo nasimamia na pesa inaonekana. Mashaka anasema kwa mimi nikakataa kwenda kuajiriwa sasa, yani kwa maana ya ajira zilipotoka, mimi nilisema nasimama hapa kwenye miradi ya kaka yangu. Napata pesa nyingi kweli, yani pesa ninazopata hapa kwa siku nikipiga hesabu kwa wiki, kwa mwezi, nashika pesa nyingi kweli. Mashaka anasema sasa muda unasogea, mimi nikafanikiwa kupata mchumba. Mashaka anasema yuko mwanamke ambaye mara nyingi alikuwa nafika hapa site, sehemu ambayo tunafanya shughuli zetu sisi, kwa sababu kazi kubwa ambayo mimi nasimamia kazi ya kaka hapa anazo tuseme ana hardware nyingi kweli. Kwa hiyo kuna wakati watu wanachukua hapa wanasema mali kauli, watu naojenga vitu yao, kwa hiyo wanachukua vitu hapa. Kwa hiyo kuna wakati nakwenda huko kusimamia, wakati mwingine vitu vinashuka vitu gani. Kwa hiyo Mashaka nasema mimi mara nyingi nakuwa nashinda huku site, yani nakwenda huku na kwenda huku, lakini mimi nimefanikiwa kukutana na mwanamke ambaye yeye mara nyingi nikifika huku tunakutana, tunakula chakula na ambacho anapika yeye. Huyu yeye ni mama lishe, mama ntilie. Kwa hiyo anatuletea vyakula huku. Nimekuwa ni mtu ambaye nafurahia chakula chake. Chakula kizuri, anapika chakula kizuri kweli. Mafundi wanakipenda, nami pia ninapokuta basi watu wanakifurahia, nami nakifurahia kwa sababu ni chakula kizuri. Ni chakula kitamu kweli. Mashaka anatueleza taratibu. Mashaka anasema kwa hiyo wakati tunafurahia chakula, Mashaka anasema taratibu tukaweka ukaribu ambao ukatupa mahusiano. Yes, mimi na huyu mwanamke tukawa na mahusiano sasa, ambayo mahusiano haya yanatupeleka moja kwa moja katika namna ya kuwa karibu zaidi ya kimapenzi, ili tuweze kuwa pamoja, tuweze kufunga ndoa. Mashaka anasema taratibu mimi niliweza kufanya yale ya msingi kwanza. Mwanamke alinipa utaratibu wa familia yao, nini kinatakiwa kufanyika, na mimi nilikuwa niko tayari. Mashaka anasema mimi niliwaambia nyumbani kwamba nataka kuoa sasa. Mashaka anasema lakini nakumbuka mama na baba pia walisema kaka bado, yani kaka yako bado, wewe umekwenda mjini hivi tu mapema tayari yani kuna hizo tamaduni hizo. Mashaka anasema mimi nikamwambia baba pamoja na mama kwamba mimi sioni kama kuna shida, mimi natamani kuwa na mwenzangu kwa wakati huu. Mashaka anasema wazazi walikuwa na tofauti kweli, yani kulikubali hili kwa sababu kaka yeye yuko muda mrefu, kaka bado, mimi inakuwaje? Mashaka anasema mimi nikamwambia wazazi nitazungumza na kaka, kwani lina athari, yani kuna ubaya katika hili. Mashaka anasema nilipata nafasi ya kumshirikisha pia kaka, kaka alitoa baraka, akasema kuna shida, ni jambo la baraka hili.
ni jambo zuri. Mashaka anasema mimi nikafunga ndoa na mwanamke wangu ambaye tumekutana site, mwanamke ambaye familia baada ya kaka kukubali nilimpeleka wakamkubali. Mashaka anasema tukafunga ndoa. Sasa mimi nina familia sasa. Ndio, nina maisha na mwenzangu yani mke sasa. Lakini kaka yangu yeye bado hajaoa. Wadogo zangu wengine nao bado pia. Lakini siku zinasonga. Mashaka anasema safari ilizidi kusonga mbele. Mashaka anasema sasa kaka yangu amekuwa ni mtu wa kuwa busy kweli. Watu walikuwa wanazungumza mengi, kwa nini kaka yangu haoi? Kwa nini maneno tena? Mimi tayari nina mtoto wa kwanza hapa. Ndio, nina mtoto lakini kaka bado. Kaka yeye bado hata kufikiria. Lakini nakumbuka kwenye mazungumzo. Hapa ndipo ambapo Mashaka anatupeleka tuweze kufahamu zaidi nini kimemsibu, akatupa simulizi yake. Mashaka anasema wakati tupo kwenye mazungumzo na kaka, yasikia na kueleza. Mashaka anasema kaka akanieleza. Mara nyingi namwambia kwa nini, yani mbona bado vipi kaka, mimi tayari nimeoa, nina mke, nina mtoto, wewe vipi? Mashaka anasema nakumbuka kaka aliniambia kitu. Akaniambia mimi naona kukurupuka ni kubaya. Unajua unaweza kuwa umepambana kwenye maisha, umefika pahala lakini ukapata mtu akakurudisha nyuma. Ukapata mwanamke asiyekuwa sahihi, ukajikuta hata vilivyopo vyote vikapuputika. Yani ukarudi nyuma hasa. Kwa hiyo ni vizuri ukatafuta aliye sahihi. Na kumpata aliye sahihi inachukua muda sana. Mungu amekubariki, mshukuru sana Mungu, wewe umepata wa kwako sahihi. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa sawa. Lakini mimi naona kila anayekutana naye sio sahihi. Mashaka anasema kaka yangu ananieleza haya, lakini sijawahi kumkuta na mwanamke hata huyu ambaye anasema asiye sahihi kuwakuta. Sijawahi. Mashaka anasema kaka amekuwa ni mtu wa kutoa, yani mtu wa kuwasaidia watu. Yani kuwa mtoaji. Anakuwa ni mtu wa kutoa. Mashaka anasema nakumbuka ilifika wakati mmoja ya mtu ambaye amefanya kazi na kaka yangu kwa muda mrefu sana. Nakumbuka alizungumza vibaya kuhusu kaka, yani walikuwa na tofauti. Kwa alinitafuta kweli. Sasa mimi unajua mtu ambaye kama ameshindwana na kaka na mimi ni msimamizi hapa. Yani ni msimamizi tu kwa sababu mwenye miradi yake ameshindwana na huyo mtu. Mimi ni nani nitengeneze rafiki naye? Lakini inaonyesha watu wao hawakuachana vizuri. Yani kuna namna kulikuwa kuna vuta ni kuvute. Kwa Mashaka anasema nakumbuka mtu huyo alinitafuta sana na ananiambia nakutafuta Mashaka, tamani tuzungumze, nipe nafasi tuonane tuongee, nipe nafasi tuonane tuzungumze. Mashaka anasema nakumbuka nikanamwambia niko busy kweli. Lakini ilifika hatua mtu huyo akaniambia nitafidia hata muda wako na jambo zuri la kukwambia, naomba tuonane. Mashaka anasema huyu ni mtu ambaye amefanya kazi na mimi nimemkuta kwenye game, yani nimemkuta kwenye majukumu, kwenye kazi akiwa anashirikiana na kaka. Mashaka anasema ndio ulifika wakati pamoja na ubize nilipata nafasi ya kukutana na mtu huyu, yani kwa maana ya kuonana. Ndio tukaonana. Nakumbuka siku na wakati mtu tunakutana naye tunaonana, nakumbuka alikuwa na furaha sana. Akaniambia tunakuwa tunapishana sana. Ubize lakini kwako wewe si ubize. Na mimi kwenye kuonana kwako kuna changamoto kwa sababu sijajua hauniamini, pengine hauniamini. Pengine una wasiwasi na mimi kwa sababu sina mawasiliano mazuri na kaka yako. Lakini mimi natamani nikwambie jambo. Mashaka anasema nikamsikiliza mtu huyo. Nikamwambia
kuna nini? Mashaka anasema mtu akaniambia kitu. Akaniambia mimi nina shida na kitu ambacho kimetokea, nimeamua niwe mkweli kwako. Mashaka anasema nikamwambia kitu gani? Mashaka anasema mtu huyu akanieleza, akaniambia kaka yako kuna mambo anayoyafanya ambayo si mazuri, na mimi nimeona nikuulize ukweli kwa sababu wewe ni ndugu yake. Sijui unajua au hujui, pengine unasemamia vitu ambavyo hujui chanzo chake ni nini. Sasa kumuuliza kakako kwa nini haoi? Pengine nakupa kazi kubwa sana na atakupa sababu ambazo wewe unaweza kaamini pengine ni sahihi, lakini chanzo cha kila kitu kwa kaka yako mimi ninajua. Nikamwambia ni nini? Sijakuelewa. Mashaka anasema huyu ndugu akaniambia wachache tunafahamu, amekuwa ni mtu wa kutoa kafara sana, amekuwa ni mtu wa kumwaga damu za watu, amekuwa ni mtu apate lazima auwe, apate lazima litokee tukio. Sasa ndio maana kuna watu hata hapa ofisini, kuna watu baadhi wameshtuka, ndio wameweza kushtuka. Kwa hiyo mimi nakueleza kwa sababu naachia kiti changu, lakini nimeumia sana. Mashaka anasema ndugu huyu anazungumza, ananielezea mimi sikubali kwa sababu sikutolewa kazini pale kwa wema, nimetolewa kwa mabaya, na mimi naona wacha ni mwage mboga, wamemwaga ugali, mimi na mwaga mboga. Sikumwambia mtu mwingine hili jambo, wewe ni ndugu yake. Kwa nini nimekwambia Mashaka? Nimekwambia haya kwa sababu naamini hujui chochote. Umekuja umekuta kazi zinaendelea, umekuja umekuta majukumu yanaendelea, kwa sababu hujui chochote. Ndio maana nimesema nikueleze ukweli. Nikwambie ukweli. Unaweza kuwa unafurahia, unakula misele hizi, trip hizi unazifurahia, basi pesa pia hizi unazifurahia, lakini huo ndio ukweli. Hatoa kabisa kakako. Mashaka anasema nikamwambia wewe haya umeyajuaje? Pengine mmekuwa mkishirikiana kwenye haya mambo. Kwa nini ujue vitu vya siri kiasi hicho? Yaani vitu ambavyo mimi ni kakaangu lakini hajanieleza, iweje wewe akwambie? Na umejua katika mazingira gani? Yaani wewe umejua katika mazingira gani? Mashaka anasema ndugu yangu huyu akanieleza, akaniambia mimi nimefahamu hivi vitu kwa sababu kuna wanawake kama wawili kwenye hiyo ofisi walipoteza maisha, lakini huyu mmoja alisema kabisa alichokiona. Aliambiwa asiseme, yeye akasema. Kwa hiyo mimi nimekijua, labda nikueleze ukweli. Huyu alifariki hapa kazini, huyu mwanamke, yeye alishuhudia kaka yako hapa usiku. Umeona ukiingia hapa kuna matenki yanauzwa, yale matenki, kwenye matenki nyuma ya yale matenki kaka yako alikutwa yani amezungukwa na nyoka. Yani nyoka amemzunguka kuanzia shingoni, yani amemzunguka, alafu anaongea naye kwa lugha ya taratibu sana. Sasa huyu yeye alishuhudia,
akaenda kumwambia mwenzake, na huyu alipomweleza alianza kupoteza maisha ni huyu wa kwanza, ila huyu wa pili nasikia alionywa, akaambiwa siseme chochote. Lakini unajua tena ukaribu wake na wangu tulikuwa na ukaribu sana. Labda nirahisishe nikueleze tu ukweli, kiufupi alikuwa ni mpenzi wangu. Kwa hiyo unajua tena mapenzi. Kwa hiyo akaja akanieleza kila kitu. Uwezi amini, hakupoteza muda, hazikuzidi siku kadhaa, ni kichwa tu, kichwa upesi, hospitali, yani hakuchukua muda akafariki. Sasa kuna matukio mengi yanatokea. Mashaka nasema, nikamwambia sasa kilichofanya tofauti yako wewe na kaka ni nini? Kwa nini kaka akutoe kazini? Kwa nini kimetokea? Mashaka nasema, mtu huyu akanieleza, akaniambia kilichofanya mimi nimetolewa kazini ni kitu kimoja. Tumetofautiana pakubwa sana. Huyu ni bosi wangu na muheshimu sana, lakini vitu alivyonieleza, vitu alivyokuwa ananiambia mimi nishiriki nivifanye, nimeshindwa. Na akanieleza eti nitakaposema na mimi nitakufa. Sasa mimi nimeshamwambia sio kila mtu akumchezea, nimwambia kabisa. Kwa hiyo mimi nakueleza wewe kama ndugu yake, naomba nifanye jambo kama utaniruhusu. Mashaka anasema, nakumbuka mpendwa huyo alitoa simu yake, na baada ya kutoa simu yake, Mashaka anasema akabonyeza sauti, yani akanisikilizisha, akaiweka mezani, akaniambia huyu ndo kaka yako, bila shaka unamsikia anachosema. Mashaka anasema simu imewekwa mezani, kweli nasikia sauti ya kaka anazungumza na huyu mtu, anampa vitisho, wanaongea. Kumbe mwenzake huyu anamrekodi kabisa kila kitu huyu anachokisema, anachonieleza mimi nakisikia hapa. Mipango yao, vitisho anavyomwambia, usipofanya hiki basi lazima nitakufanyia hiki, yani vitisho kama hivyo. Nafikiri unaelewa tena. Mashaka anasema vitisho ambavyo huyu ndugu alivyokuwa anapewa na kaka na visikia hapa. Simu iko mezani. Niliogopa sana, niliogopa kweli, niliogopa sana kwa namna na kiwango ambacho nakisikia hapa na namna ambavyo naelezwa hapa. Ndio Mashaka anasema, nilimwambia inawezekana kila kitu ambavyo tunavyoviona hapa vina changamoto. Ina maana kila kitu na mwanzo ulivyotoka na mwanzo ulivyoanza, ina maana kila kitu ambacho kilivyoanzia, ina maana vilikuwa vinahusika na mambo haya ya kishirikina, mambo ya giza. Mashaka anasema mtu akaniambia, sasa kwa sababu umefika, tunakuheshimu, umepewa majukumu, utuongoze, lakini kila kitu lazima nikueleze, ukifahamu changamoto kubwa. Hii ni changamoto, na kila kitu ambacho kinafanyika hapa ndio ujue kiko hivyo. Nafikiri kwa sababu wewe ni ndugu yake atakuja kukueleza kwa hapo baadaye,
lakini mimi nimekuibia siri. Haya ndio yanayoendelea na hayo ndio yaliopo. Mashaka anasema ikiwa leo ndo siku ya kwanza tunaanza simulizi hii taratibu na kupeleka uifahamu taratibu. Ni simulizi ngumu kidogo, lakini taratibu utanielewa. Mwanzo na tamani unisikilize kwa makini, twende taratibu ili uweze kunielewa, kwa sababu ni simulizi ngumu kidogo, lakini huko mbele utaifahamu zaidi. Mashaka anasema siku hii haikuwa siku nzuri kwangu. Haikuwa ni siku nzuri kwa sababu ya hiki nilichokisikia. Na mtu akaniambia taratibu kuyachunguza utagundua. Mashaka anasema ni kwamba lakini wewe uogopi kufa sasa? Yaani kama mtu amesema haya, wewe vipi? Je, uogopi? Na maana alisema utakaposema utakufa, wewe uogopi kufa? Kwa nini umejiamini kiwango hiko? Mashaka anasema zaidi sana mtu alinieleza kwamba mimi najiamini. Najiamini na chochote anachotaka kufanya kwangu hatoweza. Mashaka anasema tuliagana hapa. Mimi sasa nina mambo mengi kichwani kweli. Kwa hiyo katika hata hili pia jambo ambalo limenisumbua kwenye kichwa changu. Ndio. Mashaka anasema nimefika nyumbani, mke wangu ananieleza mbona hauko sawa? Nini kinakusumbua? Una changamoto gani? Mashaka anasema nilimwambia mke wangu mambo ya kazini hayako sawa. Kazini kuna changamoto, lakini tutaiweka sawa. Mashaka anasema mke wangu aliniambia nina nafasi ya kujua, lakini kama umesema mtaweka sawa ni mambo ya kazini, sawa.